Bana, leo tumepata bahati ya kualikwa kwenye birthday party ya Mama Dangote, Bi Sandra akiwa anatimiza miaka 59. Yes, tuko nyumbani kwake hapa Madale na ni kuzuri kweli kweli, kumependeza. Rangi ya pink, kuna black pia, nimeona kuna gold. Kuzuri kweli kweli na wageni ni wengi kweli kweli, watu tofauti tofauti wamekuja kumsupport mama kusherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Of course, kuna baadhi ya watu ambao tunajua siku zote wamekuwa karibu na familia ya Diamond Platnumz au familia ya Mama Dangote, na moja kati ya hao watu ni Aristote. Mzee wa space. Niambie, uko poa? Uko poa wewe? Vipi hapo, umeona space? Hapa space ipo, mpaka tumetosha watu wote. Au wewe unasemaje mzee wa space? Space ipo. Ingawa parking ni imetusumbua, imetutesa. Umepaki kule, nimeona gari yako. Huwezi kuona gari kwa sababu nimefika. Kuna jirani pale ameona gari nimepaki, akafikiri ni waziri, kafungua geti. Kwa hiyo nimepaki ndani kwake. Ondoka kwa yeye. Usiondoke. Unajua na maanisha? Kweli? Nunueni magari ya gharama na raha yake. Unapewa zile reserve parking. Kwa hiyo gari yako iko salama ndani kwa mimi. Safe. Hongera, lakini sijakuhongera. Asante. Hongera sana. Asante. Aristote bana, mara nyumba, mara magari. Yes, ni kujituma, lakini hayo mafanikio yote nilionayo bado Diamond amechangia kwenye mafanikio yangu. Ukiona Diamond anakuweka karibu, akaja kwenye page yako akacomment, akaja akakuweka Insta story. Kama wewe una hela, ukamaone Dudubaya. Kweli? Kama Diamond anakuweka Insta story, alafu akija kama hujapata hela au biashara unaifanya haiuziki, wewe una matatizo. Wewe jina lako limekuwa kwa sababu ya Diamond. Yes. That's nice. Una appreciate. Yes, kupitia nimetengeneza pesa. But then nitaka tuanzie huku kwenye birthday ya Mama Dangote. Unajua wewe ni mmoja kati ya watu ambao hawajawahi kukosana na familia ya Diamond. Yaani tangu ulipoingia kwenye familia upo tu pale. Ni rafiki, matukio yote upo na wana appreciate sana uwepo wako. Siri ni nini? Ni kwamba unajitenga na watu, kutokusema familia, au ni nini ambacho unakifanya? No, familia ya Diamond haitaki mtu mwenye chokochoko. Kutoa maneno kwenye familia yake afu unapeleka maneno eti. Na familia ya Diamond haitaki mtu mwenye njaa. Yaani ukipiga simu wewe unalia tu kodi, unalia njaa, wanakupunguza, wanaona wewe ni msumbufu. Wanataka ile friendly. Yaani msaidiane kwenye mambo makubwa. Sio yani wafanye wao ndio wao vitega uchumi vyako. Uwe kama ndugu. Yes, yani umemaliza. Yani ukikusogeza karibu na wewe, yani jisogeze wewe kama family friend. Utaishi nao mpaka kihama. Lakini ukianza sijui kutumia opportunity. Hapana, ukianza yani ile omba. Diamond hataki mtu wa karibu yake wewe omba. Anakupunguza kabla jua halijazama. Kwa sababu unashindwa kujiongeza. Yes, lakini ukiambia bro nina biashara hii naomba unisupport. Ananavyo kusupport. Nishakwambia hivi, mimi nimetajirika kupitia Diamond. Yaani jina alionipa inafanya kila biashara ninayoiuza mimi inauzika na ninaaminika. Haoni magari ma 0 kilomita, haoni majumba, na soon na post kitu kinaitwa building. Tunawewe space tunakuja yani, no, eneo linaangalia lami, nashusha gorofa la maana. Nakuja kulikasoma. Ile sio gorofa, ile ni mjusi. Yaani gorofa langu lina kitu kina underground parking expensive cars. Muulize Mwijaku, gorofa lake lina underground parking expensive cars. Kesho kuta na posti. Una magari yako ya gharama yanapaki huko underground. Yes. Lakini yale ya kawaida juu. Yes. Aristote bana. Mimi sina drama au mimi sio ule mtu wa kuongeza masufuri, wala Aristote mimi sio ule influencer wa kutengeneza content ziende mjini kwa uongo. Mimi nikiweka kitu ni real. By the way, mimi nimefika hapa. Uwezi amini, kitu cha kwanza nimewaambia ndugu zangu. Nikasema mimi namheshimu sana Diamond Platnumz. Nilivyoona hii nyumba, nimeogopa. I was like, huyu kijana mnamtukana mtandaoni na nini, lakini mama yake anaishi ujue. Hii nyumba ikuwa hivi mwanzo. Imebadilishwa muonekano, si ndio? Muonekano mzuri sana. Sana wa kisasa. Kwa sisi tunaojenga, hii ni hela. Mwambie akaonesha kamera. Hii ni hela hii. Hela hii. Na nilitaka nikuulize wewe kwa sababu ndio biashara ambayo unafanya. Hela hii. Unaonaje nyumba lakini? Unaionaje nyumba? Perfect. Touch nzuri.
yani ka design vizuri sana. Na kuna idea nimeziiba hapa. Nishachukua paka nini za hiki kidude nimekielewa sana hizi. Hiki cha pembeni ya swing. Nimekielewa sana hizi. Ndakiweka kwenye space number 2 ya kwangu ndakiweka. Ile ya mwanzo hautaki kuipa. Ile ya mwanzo ipo tu. Hii namba 2 inakuja. Mimi napenda maendeleo. Sitaki uzee, sitaki kwenye nikishakuja kuzeeka niwe kichekesho. Jamii natuangalia. Inasubiri muda waongee. Umri ukienda huyu ataongea nini? Yaani mimi nimejipanga. Hivi Aristotle, nywele uliacha nywele nimeachia mapunga, nimeachia mashoga wauze. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu ni biashara, haiwezi ni biashara unatumikia tumbo. Unaweza kulipa kodi, lakini huwezi kununua vitu vya gharama. Kwa nywele unaweza kununua gari la milioni 500. Nani niambie muuza nywele mwenye ana hela? No. Nimeitikia eti unaweza kununua gari ya milioni 500. No. Nilikuwa na maana kwamba wewe ndio ulifanya, unaweza kuwa sio wewe au wewe ni mmoja kati ya watu ambao walifanya watu wachangamkie biashara ya nywele. Pengine nilihisi kuna mafanikio makubwa ambayo labda uliyapata huko. Yaani biashara ya nywele tumetengeneza pesa kipindi cha nyuma. Ilivyoingiliwa na mapunga, niseme na mashoga, na ikaingiliwa na watu wanakuwa naenda China wanatangaza, wanaweka mabei, nikaona tayari biashara inakuwa sio. Wanatoa machimbo yenu. Yes. Alafu kitu kingine, biashara yote unaifanya, angalia biashara utazeeka nayo. Siwezi kuzeeka nauza nywele. Wewe mwenyewe utanicheka. Mara ya kwanza ulikuwa uwazi? Nilikuwa nawaza, lakini age ilikuwa inaniruhusu hivyo, lakini age ilivyokuja kwenda, umri unaenda, nikaona nibadilishe nika change business. Nilivyo change business nikaingia kwenye real estate. Ila space for life. Yes. Lakini ile space nisingepata kwenye nywele. Ile space nimepata kutokana na nilivyotoka kwenye nywele nikaingia kwenye real estate. Sister, na kufanya kutonya. Real estate ina hela. Hilo kila mtu anajua, ila mbinu sasa wa kukushika mkono kwamba fanya hiki na hiki na hiki, wewe umewapata. Lazima uwe na capital. Ukiwa na capital unaaminika, unauza, huo umenyooka, unapata. Lakini space hii real estate, so umetoa pesa nyingine kwenye nywele. Ile ndio ilikuwa kianzio. Na nimepata kipindi cha nyuma, sio kwa sasa. Mimi nilikuwa nauza nywele za gharama. Sijui unanielewa. Kwani hamna mtu anauza nywele za gharama kama wewe ulipokuwa? Hamna. Wote tia maji. Ni kopi au nywele? Niseme tia maji. Mimi nimekuza swali. Wauza nywele nani ana hela? Mtaja. Mimi sijui. Hakuna tia maji. Sister, mimi sijifagirii na sijalewa. Wauza nywele. Mbona sijakwambia umelewa? Nataka nikwambie. Ndio mimi nakwambia sasa hivi. Wanaouza nywele wote unaona. Mimi siniwahi kuuza nywele. Wote kwangu ni underground, hawana kitu. Nikija kwenye my influencer nimepiga hatua. Mimi ni mtu mwenye naogopa kesho yangu. Na nimejipanga kwa sababu ya kutokana na kuhusu kesho. Na ninafanya biashara yenye baadaye ndaweza nikazeeka nayo. Kuna biashara huwezi kufanya wewe ni mtu mzima. Kuna age ukifanya biashara, hebu niuze mimi umvi zimenijaa kichwani. Nishakuwa mtu mzima. Ndashonia watu. Naweza kashonia, unataka kubali mtu mzima kushonea weaving? Naweza kama noma. Baba anakushonea weaving. Kama ni noma na. Hakuna. Aristotle, usipige teke sana. Ipigi teke na kuambia, kama angalia watu wanaouza sasa hivi biashara ya nywele. Yaani hawako strong. Kama wameteguka. Na kuelewa na nataka nikuulize hivyo. Aristotle, wewe una watoto. Na kama mzazi najua unaumia kwa namna kubwa sana kuona jamii inakuwa na watu wa namna hiyo. Natamani ukemee kwamba hii sio kwa wauza nywele au usijua kina nani, kwa jamii kwa ujumla. Tumia nafasi yako. Hiyo inakemewa kwa watu wote, ingawa kutokana na nchi yetu na mfumo wa kiserikali na mfumo wa nchi, ukikemea sana unaingia in deep, utapata matatizo. Ule ni mtandao mkubwa. Kemea tu ifahamike wewe utaki, lakini usianze kutaja tu majina ukaongea in deep. Usitaje majina. Matatizo. Na mimi nakwambia hakuna naye support, inauma. Na ukiona mtu mwenye yuko kwenye hali ile pale, yani inasikitisha, lakini siwezi kukemea sana kwa sababu kuna watu wenye vyeo vikubwa, kuna watu wana nguvu, wana power, walikemea na wakapata matatizo. Sitaki kupata matatizo. Ishia hapo. Yes. Aristotle, nimeona nyumba ya Mama Diamond. Mimi nimekuwa interested sana kwa sababu ni kijana anayefanya kazi na mafanikio yanaonekana, hata kama wana hate
lakini tunaona anamweka mama yake sehemu nzuri. Mastaa wao umeshinda nao wengi, wengine unawaona mitandaoni wanakula bata, wanatumia pesa vizuri, lakini pengine unakuta nyumbani kidogo hakuko vizuri. Rai yako, niongee utu uzima, rai yako kwa masuperstar? Masuperstar, rai yangu kwa masuperstar, wasiwe waongo, wengi waongo. Mastaa waache kufeki, waishi maisha ya kweli. Kwa mfano kama Diamond ametuchukua akatuleta madali, akushindwa hii party ifanyike wapi Mbezi, lakini kama kutuleta madali kwa sababu hapa ni kwa mama yake, hii hapa ni real, hapa ni kwa mzazi wake. Wajifunze kupitia Diamond anachokifanya. Mastaa wengi wana fake, waache kufake. Hebu sema waache kufake. Waache kufake. Aristotle, neno moja kwa Bi Sandra, miaka 59 duniani sio mchezo. Mama tunampenda mama Diamond. Ametuzalia Diamond. Wengine tumenufaika vitu vingi kupitia Diamond. Diamond amewatoa watu wengi. Wengine tumekuwa matajiri kupitia Diamond. Yaani amewapa watu ajira. Mungu amuweke mama Diamond. Tunamwombea sana mama yetu, ana shida. Ukiona wewe una shida na mama Diamond, wewe ndio una matatizo. Msalimie Mrs. Aristotle. Nani? Msalimie Mrs. Aristotle. Kienda nyumbani kwenye spare. Namwambia. Kama spare. Ule ndio nyota yangu. Ule ndio nyota yangu. Yote inaanzia nyumbani.